بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 23 min shahri Safar mwaka wa 1448, tukiwa tuendelea na durus ambazo walengwa zaidi upande wa walimu wetu wa watoto wa kike. Walillahi alhamdu wal minna. Tulimaliza risala ya kwanza ikiwa ni mukaddima wa kuwakaribisha katika kuisoma ilmu ya aqida, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kitabu kipya, المعتقد الصحيح لفضيلة الشيخ الدكتور العالم الشاب عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى. Kama ilivyo kawaida, tunapoanza kitabu tumzungumzia mwandishi wa kitabu, na katika kumfahamu mwandishi wa kitabu ni sababu kubwa ya mtu kuyaheshimu yale yaliyozungumzwa katika kitabu kama kile, akijua yatokamana na mwanawachuoni anayetegemewa katika huu umma katika upande wa ilmu. Sheikh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah ta'ala هو أبو عبد الرحمن عبد السلام بن ناصر أو ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم. ولد في الرياض، alizaliwa katika jiji la Riyadh عام 1387 mwaka wa 1387 hijiria, sawia na mwaka wa 1967-68, sababu huu mwaka ulikuwa baina ya hii miaka miwili, na haikutajwa bidhabt tarehe ya kuzaliwa kwake rahimahullahu ta'ala. Na hii ni kwa sababu mara nyingi hasa upande wa Waarabu hawakuwa wakiandika tarehe zao za kuzaliwa bidhabt, kwa sababu hawajishughulishi na jambo hilo, kinyume na walivyo wale walioathirika na maisha ya manasara na mayahudi, kwa kila inapofika ile tarehe yake ya kuzaliwa asherehekea. Si makosa kwa mtu kujua tarehe yake ya kuzaliwa, lakini ni makosa inapofika tarehe kama ile ikawa mtu atafanya sherehe ya kusherehekea birthday kama wanavyosema, akiwa awaiga mayahudi na manasara katika jambo hilo, na wengine wakalileta katika sura kana kwamba yajuzu, kwa sababu wasema namshukuru Allah kwa kuwa amenipa umri mpaka mmefikia hapo, mmefikia pale. Kama ingelikuwa hili jambo lipo katika sura hiyo, angelilifanya mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu shakirin. Huwezi kuwa wewe ni mbora katika kushukuru
zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakufanya hivyo, bali watu wamekhtalifiana, wanaoviona wa tarehe wamekhtalifiana mpaka tarehe ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kinachojulikana ni mwaka, lakini tarehe wamekhtalifiana watu wa tarehe. Kwa hivyo alizaliwa mwaka huu, lakini tarehe haijulikani, mwaka tu ndio huu, mwaka 1387 ambao ni mwaka 1967-68, 1967-1968 kazaliwa huko katika jiji la Riyadh katika nchi ya al-Mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudiyyah. الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى حفظ القرآن وهو صغير، alihifadhi Qur'an akiwa mtoto mdogo. وبدأ في طلب العلم وهو في 13 من عمره، akaanza kutafuta ilmu kwa wanawavyuoni akiwa na umri wa miaka 13 peke yake. 13 azunguka kwa wanawavyuoni akitafuta ilmu akiwa mtoto mdogo sana, rahimahullahu ta'ala. Na walimu wake wakakuta alama za kijana ambaye huenda akawa na mustakbal mkubwa sana katika ilmu kwa ile bidii aliyokuwa nayo na dhakaa na uwerevu wa kuelewa kile anachosomeshwa. Na Sheikh Abdul Salam rahimahullahu ta'ala alisoma chini ya wanawavyuoni wa nchi yake ile wakubwa katika asri hii. منهم الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. katika walimu wake wakubwa waliomsomesha ni Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, aliyefariki mwaka 1420 rahimahullah. Alilazimiana naye kipindi, akahudhuria darasa nyingi hasa katika Bulughul Maram na kadhalika tafsir ya Ibn Kathir na vitabu vinginevyo alivisoma kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah. ومنهم الشيخ الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، aliyefariki mwaka 1421. Sheikh Ibn Uthaymeen ni katika walimu wa Sheikh Abdul Salam al-Barjis rahimahullah ta'ala. Na Sheikh Abdul Salam alikaa kipindi cha miaka miwili chini ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akiwa tafuta ilmu kwake. Bali Sheikh Ibn Uthaymeen ni katika walimu wake wa mwanzo akiwa kijana mdogo sana, kuanzia mwaka 1402 ajuana na Sheikh Abdul Salam al-Barjis akiwa kijana mdogo sana. Asawe hisabu 87 mpaka 1400 ni ngapi? Miaka 13, sio? Ongeza miaka miwili, ana miaka 15. Alazimiana na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akiwa na umri wa miaka 15, bali akiishi katika nyumba ya Sheikh Ibn Uthaymeen alivyokuwa Makka kabla ya kuleta familia yake, akilala kwake nyumbani. Akienda kusomesha haram aenda na yeye asoma kwake. Kadhalika kwa Sheikh Ibn Uthaymeen alisoma Sahih al-Bukhari na vitabu vinginevyo. Katika nahwu asoma al-Ajurrumiyya fi an-nahw, Nazad al-Mustaqni' katika fiqh, Kitab at-Tauhid, al-Aqidah al-Wasitiyya.
katika aqida. Hivi vitabu amesoma chini ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. kadhalika katika walimu wake al-allamah al-usuli Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ghudayyan rahimahullahu ta'ala, na huyu alisoma kwake al-ma'had al-ali lil-qadha, kwa soma kwake jamia huko. kadhalika al-allamah Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, katika walimu walimsomesha Sheikh Abdul Salam al-Barjis. كذلك كاستفيد والعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى ترياك يكفريكي ليلة السبت 13 من شهر صفر، tarehe 13 usiku wa kuamkia Jumamosi mwezi wa Safar 1425 mwaka 1425. Si mbali, si kitambo kufariki. Na hili ni sawia na mwezi wa April mwaka 2004 2004, yani miaka 22 iliyopita alifariki Sheikh Abdul Salam al-Barjis. توفي إثر حادث مروري أليم، alifariki katika ajali ya barabara. Na hii ni kuwa alikuwa na muhadhara katika mji wal Ihsa siku ya Ijumaa, atoka kutoa muhadhara akiwa njiani aelekea Riyadh kwao. Njiani, na ni wakati wa usiku, kulikuwa na ngamia avuka barabara, hakumuona, na yeye ndio alikuwa peleka gari, akamgonga yule ngamia, ikawa ndio sababu ya kifo chake. So, ngamia mkubwa aanguke kwenye ile gari katika hali ya kuwa wenda mbio, na yale mengine atakayotokea hapo katika gari kupenduka na mengineyo. Na ajali hii ilimpata akiwa kijana wa umri wa miaka 38, kijana mdogo sana, hakuwahi kufika miaka 40. Huyu ni Sheikh Abdul Salam al-Barjis rahimahullah ta'ala tunayemzungumzia hapa. Maneno wanaovioni kuhusu Sheikh Abdul Salam al-Barjis. Sheikh Abdul Salam al-Barjis ni katika watu wa mwanzo waliogundua makundi potofu haya, miongoni mwa watu wale wa mwanzo wale waliogundua hatari ya makundi potofu ya Ikhwanul Muslimin, at-Tabligh, Hizb at-Tahrir na makundi mengineo haya ya kihizbi. Yeye ni katika watu wa mwanzo waliojua hatari yake. Kwa hivyo akaandika katika kuwatahadharisha watu kutokamana na makundi haya, na akaandika kitabu Muamalatul Hukam fi Dawi al-Kitabi was-Sunnah. Ni miongoni mwa vitabu bora kabisa vinavyozungumzia suala la kuamiliana na viongozi. Akawa yeye pia aitwa ni jami, yani katika kundi la Jamia wakati ule. Sasa hivi wale waitwa madakhila, wanasibishwa na Sheikh Rabi'. Na ukitaka kumjua kuwa huyu mtu ni khariji, awaita ahlus sunna madakhila ama Jamia. Ukimsikia mtu sema Jamia, ujue huyu mtu ni khariji. Sururi khariji, katika alama zao ni hizo. Awapagaza watu wa haki kwa majina kama haya. Sasa alipofariki Sheikh Abdul Salam, ikawa hizbiyun kwao hao hajasalimika, wakawa wamzungumza kuwa huyu kafli mbali, alikuwa muovu, alikuwa jami madkhali. Likaulizwa swali kwa al-allama
الشيخ صالح الفوزان كما يفوتابه. سؤالي لي: نحمد الله على كل حال، لقد أصابتنا مصيبة قبل أيام بوفاة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، وسمعنا أن بعض الناس يشكك فيه. amwambia shekhe mwenye kuuliza kuwa tumepatwa na msiba kabla ya masiku ya kifo cha Sheikh Abdul Salam al-Barjas, na twasikia baadhi ya watu wakitia shaka kuhusu huyu shekhe kuwa hafai. Fama mada maarifatikum bihi, sasa wamuuliza Sheikh al-Fawzan, wamjua kiasi gani huyu shekhe? Wahabadha law athaftumuuna binubdhatin yasiratin an ash-shaykh rahimahullah, wakamuomba shekhe, itakuwa bora lau kama utatueleza kidogo kuhusu huyu shekhe, sababu watu watiatia shaka. Faqala al-allamatu al-Fawzan, wallahi ukipata tazkia mwanachuoni mkubwa kama huo kuna nini tena? Waache wapige kelele mpaka wachoke. Sikiliza mwanachuoni azungumza nini. قال الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله رجل معروف للجميع. kijana mdogo amekufa na miaka 38. الشيخ الفوزان asema huyu Sheikh Abdul Salam Barjas ni mtu ambaye ajulikana kwa wote bi annahu alimun, kuwa ni mwanachuoni. tazkia kutoka kwa al-allamatul Fawzan. wada'iyatun ila Allah azza wa jalla, na ni mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa nasihun fi muallafatihi, ni mwenye kunasihi na kutoa nasaha katika vitabu vyake, awatakia watu khairi. wa rasailihi, na katika risala alizoziandika. wa bayanihi lilhaqi, na katika kubainisha kwake haki. maarufun makanu, cheo chake chajulikana kwa wanavyuoni. walladhi yushakkiku fihi, na hawa wanaotia shaka kuhusu huyu shekhe, yushakkiku fi sahaba, yushakkiku fi ahli alilm min qablihi, fala yultafatu ila haula. hata masahaba pia kuna watu walikuja wakatiatia shaka kuhusu wao na wanawavyuoni kabla yake. kwa hivyo wasitizamwe watu kama hawa. la yultafatu ila haulai ma yaslamu minhum ahadun, hawa watu hakuna atakayesalimika kutoka kama na ndimi zao, msiwashughulikie. yushakikuna hatta fi sahabati wa hatta fi al-a'immati wa hatta fi ahli al-khair, watia watu shaka mpaka kwa masahaba na maimamu kabla yake na watu wa khairi. wala yakhlu zaman min mithli haula, kila wakati watu kama hawa wapo, hakuna zama ambao hawapo watu kama hawa. lakini alhamdulillah la yadhurruna illa anfusahum wama yash'urun, hawajidhuru isipokuwa nafsi zao, lakini hawahisi hilo wala hawajui hilo. kwa kifupi, huyu ndiye Sheikh Abdul Salam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. baada ya kumweleza mwandishi, natarajia sasa hivi mshamfahamu yule ambaye tusoma maneno yake haya. wasema asli ya hiki kitabu ni muhadhara aliotoa mbele ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. alikuwa ameuandika ule muhadhara. Sheikh Ibn Baz ule muhadhara akaupenda sana, akamuomba auandike katika kitabu ili watu wafaidike. kwa akaongeza baadhi ya milango, kisha akaja na kitabu hiki Al-Mu'taqad as-Sahih. na kitabu hiki kimependekezwa sana na wanavyuoni kifunzwe katika misikiti na katika daurat, kwa sababu ya faida kubwa zilizomo ndani yake, na kuwa ndio ngazi ya kwanza kwa yule anayesoma itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. anayetaka kuifahamu itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa asome kitabu hiki, kwa kifupi ataelewa.
na ndio maana tukakichagua kitabu hiki kukisoma katika wakati huu. Qala rahimahullah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nitasoma haya maneno, ikiwa kuna sehemu inahitaji ta'liq nitasoma ta'liqat, sababu kitabu sijawahi kusomesha, ndio mara ya kwanza nakisomesha, lakini niliwahi kukaa nikakisoma, nikawa naandika ta'liqat nyingi tu katika kitabu changu. Hapa kuna ta'liqat nyingi, kuna maneno mtayasikia hayamo hapa, ni mimi ndo nayasoma, nimeandika kando nikaongezea hapa mimbabil faida, kwa nitakuwa nikisoma zile faida nilizoziandika hapa. Nimeziandika kwa malengo ya kuwa iko siku nitakuja kusomesha. Alhamdulillah, imefika ile siku yake, kwa hivyo zifawaid nitakuwa nikizisoma hapa. Qala rahimahullah, fa inna i'tiqada ahli as-sunnati wal jama'ah هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. حقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة ndio dini ya haki ambao ni wajibu juu ya kila muislamu kuitakidi. idh huwa i'tiqadu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sahabatihi alkiram radiyallahu anhum, kwa sababu ndio itikadi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu radhiyallahu anhum. faman khalafahum fi dhalika faqad arrada nafsahu li'iqabi llahi ash-shadid wa maqtihi wa ghadabihi. Kwa yoyote atakayewakhalifu, basi ni mwenyewe ameitosa nafsi yake na kuiweka katika kuweza kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala adhabu kali na kupata ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutasema man kana ala ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu fahuwa minan najin. Yoyote anayekuwa na kile alichokuwa nacho mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, basi huyu ni katika wale watakaosalimika. waman lam yakun kadhalika fahuwa min ahli alwa'id la mahalata. Ama ambaye hatakuwa hivyo, basi atakuwa katika wale ambao wameingia katika makamio, hawezi kuponyoka hapo. falqismatu thunaiya, kwa hapa vigawanyo ni viwili tu, kulluha fi an-nari illa wahida, mapote yote motoni isipokuwa moja. fa idha lam yakun fil janna fala budda an yakuna min ahli alwa'id, ikiwa si katika lile pote ambalo limeahidiwa pepo, basi ni lazima atakuwa katika kundi la pili ambalo limewekewa makamio. Ikiwa kundi hilo limefikia mpaka kwenye kufuru, basi litatoka katika Uislamu kama vile al-Jahmiyya, na ikiwa bid'a zake ni ufiski, basi wako tahta mashiati Allah. Akitaka Allah atawadhibu, akitaka atawasamehe, kwa sababu wako chini ya makamio haya. قال الشيخ رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته. متوم صلى الله عليه وسلم asema kuhusu yale mapote yatakayokuwa katika umma wake, وهي 73 فرقة, nao ni makundi 73, كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة, yote motoni isipokuwa kundi moja peke yake. Kasema nao ni aljamaa. akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud min hadith Muawiya, wa akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa Ibn Abi Asim min hadith Anas. ahlu sunnati wal jamaa hum as-sahabatu wat-tabi'una was-salafu as-salihu wa a'immatul huda. hii ni taarikh naisoma. ahlu sunnati wal jamaa ni masahaba
na tabi'in waliofuata kwa wema, bimaana wale wema waliotutangulia, maimamu wa uongofu, ahlul hadithi wal ilmi wal fiqhi fi ad-din fi al-qurun ath-thalathah al-mufaddala, watu wa hadithi na ilmu na fiqhi wenye ufahamu wa hii dini, wale watu wa zile karne tatu bora. Wa man iqtafa atharahum wattaba'a sabilahum, na wale waliofuata nyayo zao, kufuata njia wale waliotangulia. وهم كل من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون في الهدي الظاهر والباطن. نهاوا نكيلا أتكيكوا كما ألفكوا متوم صلى الله عليه وسلم نما صحابة wake na wale tabi'un katika uongofu na katika njia anayoifuata ya dhahir na ya ndani ya moyo wake, bimaana katika ibada zake anazozifanya zifanya kama wao, na katika itikadi zake anazoitakidi aitakidi kama wao. فهم المتبعون لآثار الصحابة، hawa ndio wafuata nyayo za masahaba na nyayo za tabi'in na maimamu waongofu, المقتدى بهم في الدين الذين لم يبتدعوا، wale ambao ndio wanaoigwa katika dini, hawakuzua katika dini, walam yubaddilu, wala hawakubadilisha kitu. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف أهل السنة، شيخ الإسلام أكيليز أهل السنة النان يسمى هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. maneno mazuri sana. Anayetaka kuijua manhaju salaf ni hii, ni wale walioshikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ijma' ya wale waliotangulia huko nyuma wa mwanzo katika muhajirin na ansar na wale waliofuata kwa wema. Basi huyu ni katika ahli sunna. قال الشيخ رحمه الله: ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kueleza wasifu wa hili kundi ambalo limesalimika na makamio ya moto kesho akhira, faqala man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi al-yawma, akhrajahu al-Ajurri fi ash-Shari'a an Abdullah ibn Amr وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza wasifu wa kundi hili lililosalimika na adhabu ya Allah, قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. إذن فمن كان على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليهم فهو من الفرقة الناجية. yoyote atakayekuwa katika dini yake ni kama walivyokuwa wale waliotangulia wema, basi huyo ni katika kundi lililosalimika. waman khalafahum wabta'ada anhum fahuwa min ahli alwa'id la mahalata, na yoyote atakayewakhalifu na kujiweka mbali na wao, basi ni katika wale wanaoingia katika makamio haya. Huwezi kukwepa hapa. Mimi nashangaa kuna baadhi ya watu, mimi si salafi mimi. Wewe salafi? Haifai kujiita salafi. Wafaa kujiita nani? Mimi muislamu. Santa. Muislamu gani wewe, mshia ama msunni? Mimi msunni. Haifai kujiita msunni. Wewe sushi, sunni shia. Mbona ujiiti sushi? Kama kile chakula cha Wachina. Haifai, wewe ushabagua watu. Mimi nasema mimi sunni si mshia. Msunni yupi wewe? Khurafi ama ni msunni yupi? Yani wewe ni wale mawahabi kama wanavyojiita wengine waita mawahabi, ama wewe ni yupi wewe? Asa mimi ni msunni, yani nafuata Qur'ani na Sunna. Watu wote wasema fuata Qur'ani na Sunna, hata mashia. Lakini mimi nafuata ufahamu wa wale salafu salih, wema waliotangulia.
الشيخ الألباني يقول اختصر هذا الكلام الطويل maneno marefu haya yazungumze kwa kifupi na mubtada na khabar ama ukisoma nahwu shida hiyo sasa ana salafi mubtada wa khabar وانتهينا ana salafiyun na nakuhusia nenda kasikilize muhadhara wa Sheikh Al-Albani waitwa ana salafi kasikilize muhadhara una faida kubwa sana ndani yake nzuri sana alikuwa kimjibu mmoja hizbi sababu hizi fikra za kusema mimi si salafi zimetoka kwa mahizbi hizi sababu wao wajua salafi akisema ni salafi atajipambanua kutokamana na wao na wao wataka kupenya katikati yao ili waonekane wao pia ni salafiyun sasa hawataki ile jambo la tamayuz watu kujitofautisha na watu wa batili ndio maana ukaona wapinga sana lakini hawapingi mtu kusema ikhwani tablighi tahriri hiyo sawa walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu sawa lakini mtu akisema ana salafi hiyo makosa la bali mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tujipambanue kutokamana na watu wa batili tusiwe na wao kwa anayewafuata salafu salih aitwa nani salafi قال الشيخ فهذا ضابط أهل السنة والجماعة وكذبيت تكواجوا أهل السنة والجماعة نين متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومشكمنا سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم نسنة مخليفة ونغف وليكوجا بعد متوم صلى الله عليه وسلم عاضون على ذلك بالنواجذ ومأم سنة متوم صلى الله عليه وسلم نما صحابواك ولما خليفة ونغف وما جيجو ولذا كانوا الفرقة الناجية وسبب hiyo wakawa wao ndio lile kundi lililosalimika فهم ناجون من النار يوم القيامة kwa wao watasalimika na kuokoka na moto wa jahannam biidhnillah kesho siku ya kiyama salimuna min albid'i fi hadhihi ad-dunya waliosalimika kutokamana na bid'a hapa duniani وكانوا الفرقة المنصورة وكاواو pia ndilo pote lililonusuriwa لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة والظهور هنا بمعنى النصر قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين hakitaacha kipote katika umma wangu la tazalu taifa na hapa kuna faida mzuri sana la tazalu kumaanisha hiki kipote kilikuwepo tangu wakati huo chaendelea tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ama haya makundi mengine yamekuja baadaye hebu angalia tarehe ikhwan muslimin wametoka wapi Hasan al-Banna wajuzi tu miaka 100 iliyopita tablighi wana mtu wao bado mu'tazila ash'ira wana jamaa yao wameanzisha pale ila hili pote la tazalu kumaanisha kilikuwepo na kitaendelea kuwepo tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakitawacha kikundi katika umma wangu kuwa ndiyo kishindi kilichonusuriwa na Allah mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa katika hali kama hiyo bimaana mpaka Allah atakapotoa amri yake ya kuwafisha na kuwaondoa watu wema wote katika hii dunia kabla ya kusimama kiyama na dhuhur hapa yakusudiwa ni nusra Allah atakawanusuru nayo imma atawanusuru bisayfi wassinan kwa jihad fi sabilillah au kwa hujja wal bayan kwa hujja wanazitoa hakuna anayeweza kusimama mbele ya hoja zao na leo ndio maana muona mubtadi' yoyote akiwazungumzia salafiyun akianziwa kufanyiwa raddi utamuona taabani ajitafuta hayuko huko hayuko kule taabani mpaka akitembea tembea kinyonge maskini unaonewa bwana kuna mmoja ndio khurafi asema bwana siku hizi bwana hata tukitembea barabarani khurafi hata hatuna raha tena wamekuwa wanyonge kwa sababu Allah amewanusuru juu yao watu wa haki hujja kwa sababu mategemeo yao ni Qur'an na Sunna kwa fahamu ya salafu salih
Kwa nini Allah siwanusuru watu wao? Waqala wa inna jundana lahumul ghalibun, jeshi letu bwana ndio shindi siku zote. Hao ndio ahlus sunna. Fahum ghalibuna bisayfi wassinan au bilhujjati walburhan, kwa wao ni washindi imma kwa upanga, yani kwa jihad fi sabilillah, au kwa hoja wanazozisimamisha kwa watu, pande zote mbili. Wahum firqatun wahidatun la tataaddad. Na hapa paeleweni vizuri hapa, basi makundi yote potofu moja tu. Naam, moja tu, wala usione haya kusema hivyo. Kundi ni moja tu peke yake. Siratun wahid la asharat, njia ni moja si 10, hakuna 2 wala 3. Sheikh asema hapa wahum firqatun wahidatun la tataaddadu walidhalika summu biljamaa, ni kundi moja peke yake, si zaidi ya hili moja, na ndio maana wakaitwa aljamaa. Qala Allah ta'ala famadha ba'da alhaqqi illa ad-dhalal, imma wewe katika haki ama katika upotofu, hakuna. Lakini wajua, je, nikikaa huku pia mtakuwa ninapotea? Umepotea huko, lazima urudi katika njia ya salaf. Kama huko katika njia ya salaf wewe umepotea. Famadha ba'da alhaqqi illa ad-dhalal. وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة, na hawana jina lingine wanaojulikana nalo isipokuwa jina la Uislamu na sunna, wenye kufuata sunna na wenye kufuata salaf. Wama dalla alayhima min al-alfaz, na lafzi nyingine ambazo zaelekeza katika maana hii kama atakavyozitaja hapa mbele. قال الإمام مالك رحمه الله أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. هوانا مجينا هاي أهل السنة، جينا لاو نليل أهل السنة، السلفيون، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. na ukiangalia majina yote haya yana dalili, majina yote yao yana dalili. Na hapa kuna jambo nataka niliweke wazi. لما نشأت البدع في الإسلام، هذه maneno nimeanukuu mahali, kulipozuka uzushi katika Uislamu, wataaddadat firaqu ad-dalal, mapoti ya upotofu yakawa ni mengi, wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu, ikawa kila mmoja alingania watu katika uzushi wake na matashi yake, ma'a intisabihim fi adh-dhahiri ila al-islam wal-qibla, pamoja na kuwa katika dhahir wajinasibisha na Uislamu na kuoni katika ahlul qibla, waswali kuelekea qibla kile kile cha al-Kaaba. Kwa ajili ya jambo hilo au kwa sababu ya kutokea jambo hilo katika umma, kana la budda li ahli al-haqqi an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ahli al-ibtida'i wal-inhirafi fi al-aqida, ikawa lazima watu wa haki wajulikane kwa majina ambayo watajitofautisha na wale watu wa batil, watu wa bid'a, wapotofu waliopinda katika jambo la aqida. Wa fil ittiba'i lirrasul sallallahu alayhi wasallam, na katika kufuata wadhihiri kuwa wao ndio wafuasi wanaomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من دين خير البرية صلى الله عليه وسلم. na hapa ndio kukadhihiri yale majina yao ya kisheria yaliyochotwa katika dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. famin asmaihim, katika majina ya kundi hili, ahlus sunnati wal jamaa, wajulikana kama ahlus sunnati wal jamaa, wal firqatu najiyah, kama ilivyo katika hadith kulluha fi an-nar illa wahida. والطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الطائفة المنصورة كون للنصوري ونا الله. وأهل الحديث والأثر، وكجلكان كما أهل الحديث والأثر، sababu kujishughulisha na hadithi za mtume صلى الله عليه وسلم na kufuata mwenendo wa mtume صلى الله عليه وسلم. والسلفيون، وجلكان كما السلفيون. haya yote ni majina ya ahli sunnati wal jamaa. فهذه المسميات مسميات شرعية لأهل السنة والجماعة. haya majina yote ni majina ya kisheria ahli sunnati wal jamaa. والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها تدل على الإسلام.
na mwenye kutaamali makini majina haya ataona yote yamuelekeza katika ule Uislamu khalis ulio msafi kabisa. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله: وسئل رحمه الله عن السنة فقال: ما لاسم له سوى السنة. سنة نيلي هين جينا لنجين اسبقوا سنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. أهل السنة هوانا جينا لنجين ونسبشناه اسبقوا جينا لنفهمان سنة. قال: وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار. نهي عقيدة سلف الصالح. mtu anaweza kusema nyinyi mwaitoa wapi itikadi hiyo? Tusema wamejishughulisha katika kuidhibiti itikadi hii na kubainisha dalili zake na kusherehesha itikadi hii makundi makubwa katika aima, maimamu wakubwa wa hii dini. Wamekusanya maneno ya salaf katika vitabu kwa sanad, si mambo ya kubunibuni, la. Na ndio maana al-allama Rabi'u al-Madkhali rahimahullah alikuwa akiwaambia ahlul bid'ah, bainana wa bainakum kutubu salaf, baina yetu sisi na nyinyi ni vitabu vya salaf, leteni vitabu. Walikuwa wakiambiwa mayahudi na manasara, na wakiambiwa mayahudi na Allah subhanahu wa ta'ala, qul, waambie, fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin, ileteni taurati hapa muisome ikiwa nyinyi wa kweli. Na Sheikh hapa sema, wa nahnu naqulu al-yawm bainana wa bainakum al-kutub bainana wa bainakum as-salaf, baina yetu sisi na nyinyi leo ni vitabu vya salaf. Vyasemaje? Wasemaje salafu salih? Wekeni mbele ya watu, kisha watu watajua nani aliye katika haki na nani aliyekuwa katika batili. قال: وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة. katika vitabu vingi, na leo huondoki hapa mpaka uvisikie vitabu. Vipi? Ufanye bidii uwe navyo, istiqlalan wa dhimnan. Kuna vingine vimeandikwa kitabu kizima kuhusu aqida, na vingine ndani ya vitabu, pengine labda andika kitabu katika maudhu fulani, ndani yake ataje itikadi ya salaf. منها المؤلفات الموسومة بالسنة أي المعتقد. kuna vitabu ambavyo vimeitwa kwa jina as-sunna, maana yake ni aqida, itikadi. وهي تربو على 250 مؤلفا, zaidi ya vitabu 250. منها, hasikiza orodha sasa. Sheikh ataja orodha ya vitabu vya salaf vya aqida. قال رحمه الله: السنة لابن أبي شيبة, من أوردشته. والسنة لأحمد بن حنبل. والسنة لابن أبي عاصم, vote vitu kwa jina sunna, السنة. والسنة لعبد الله بن أحمد. والسنة للخلال. والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي. والسنة لأسد بن موسى. والسنة لابن القاسم صاحب مالك. والسنة لمحمد بن سلام البيكندي. والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد. والسنة للأثرم. والسنة لحرب بن إسماعيل الكرماني. والسنة لابن أبي حاتم. والسنة لابن أبي الدنيا. والسنة لابن جرير الطبري، يعني صريح السنة. والتبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا. والسنة للطبراني. والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني. والسنة لأبي قاسم اللالكائي. وتحزب مmoja tamkalijia sema اللالكائي, اللالكائي, اللالكائي. قال: والسنة لأبي القاسم اللالكائي. والسنة لمحمد بن ناصر المروزي. kisha kaendelea mbele: وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني. والإبانة لابن بطة. والتوحيد لابن خزيمة الشافعي. والتوحيد لابن مندى. والإيمان لابن أبي شيبة. والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي.
وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، والسنة المسماة بالحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني، وأصول السنة لأبي عبد الله ابن أبي زمنين، والشريعة للآجري، واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، والسنة للبربهاري، والإيمان لابن مندى، والإيمان للعدني، والعرش لمحمد بن أبي شيبة، والقدر لابن وهب، والقدر لأبي داود، والرؤية والصفات والنزول للدارقطني، ورسالة السجزي إلى أهل زبيب في إثبات الصوت والحرف، katika kuthibitisha sauti na harf katika maneno ya Allah, لأبي نصر السجزي رحمه الله. وجواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي، والسنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال، والسنة ليعقوب الفسوي، والسنة للقصاب، وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، السنة للحميدي، والسنة لحنبل بن إسحاق، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وغيرها كثير كثير. Hasa wewe jiviambe gambe mwanafunzi wa sunna, mimi nimesoma vitabu vya aqida, ushavisoma hivi. Kuna vingine ushavisoma vichache, labda pengine 3% ulivyosoma. Kwa bado kuna safari ndefu, vitabu ni vingi sana vinavyozungumzia itikadi ya salaf, kisha upate mtu hata habari navyo hana. Sheikh amalizia akasema, wa hakadha kutubu man jaa ba'da haula'i min ahli as-sunnah, kadhalika kuna vitabu vya wale waliokuja baada ya hao wanawavioni wakale huko, wengine waliokuja baadaye pia katika ahli sunna wana vitabu ka kutubu ibn Abd al-Barr wa Abd al-Ghani al-Maqdisi wa ibn Qudamah al-Maqdisi wa ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim wa al-Dhahabi wa ibn Kathir wa Muhammad ibn Abd al-Wahhab wa ghayrihim, fiha bayan al-mu'taqad as-sahih wal-ihtijaj lahu wa kashfu shubuhat ahli al-ahwa. Ndani yake mnakubainisha itikadi sahihi na kuitolea hoja kwa dalili na kunyambua shubha za watu wa bid'a wakaziweka wazi kabisa. Wa nahnu nadhkuru jumalan min i'tiqadi haula'i as-safwa, na hapa tataja jumla ya itikadi hao waliochaguliwa wema katika wema waliopita, ala wajhi al-ikhtisar. Tazungumza kwa ikhtisar. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.